Rasulullah. Nakubali kwa moyo. Nakubali kwa moyo. Nasema kwa ulimi. Nasema kwa ulimi. Ya kwamba hapana mola anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Nakubali kwa moyo. Nasema kwa ulimi. Ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu. Na Yesu ni mtume wa Mungu. Takbir. Inshallah. Ulikuwa umependa jina katika Uislamu? Jina gani? Abdulaziz. Waambie Waislamu mimi ni Abdulaziz. Waambie Waislamu mimi ni Abdulaziz. Waislamu mimi ni Abdulaziz. Takbir. Inshallah ndugu yetu huyu Mwenyezi Mungu amemtunuku kwa nuru ya iman na nuru ya Uislamu katika lahadhati hizi ambazo kwamba tunazungumzia, mada tunayoizungumzia ni hiyo ya Muslim. Mwenyezi Mungu atuachilie sote inshallah. Ndugu yetu huyu Mwenyezi Mungu amemchagua katika lahadhati hizi kumwachilia na moto wa jahannam inshallah. Mwenyezi Mungu amthibitishe kifua chake na amfanyie uzuri Uislamu wake, na sote Mwenyezi Mungu atuache katika moto wa jahannam inshallah. Utamchukua Hussein huyo mpeleke mahali kujitayarisha inshallah aweze kuswali na sisi. Mwenyezi Mungu amfanyie mazuri inshallah yale yanayokuja baada hapa inshallah. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akitaka kumtunuku mja wake hashuki. Mwenyezi Mungu akitaka kumpa zawadi mja wake humpa, wala hakwambii haya bwana mimi ni Mungu nimekuja kukupa zawadi. Ndugu yetu huyu wakati tunazungumzia kwamba masiku 10 haya ni masiku 10 ambayo Mwenyezi Mungu huachia waja wake kutokana na moto wa jahannam. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amemtunuku ndugu yetu na nuru ya Uislamu. Mwenyezi Mungu yeye amfanyie mema, na sisi tulioko katika Uislamu kabla ya hapo Uislamu wetu uwe mzuri inshallah, na tuachiliwe kutokana na moto wa jahannam ya rabbal alamin. Tuwe na ikhlas, tunaoyafanya tuyafanye kwa ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni la kwanza. La pili, Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam atueleza kwamba miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwaachilia waja wake huru kutokana na moto wa jahannam ni kudumu katika swala ya jamaa. Tena si swala ya jamaa peke yake, bali ni kupata takbiratul ihram pamoja na imam. Asema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, man salla lillahi 40 yawman yudriku at-takbirata al-ula ma'a al-imam kataba Allahu lahu bara'atan au bara'atayn, bara'atun min an-nar wa bara'atun min an-nifaq. Asema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, mwenye kuswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku 40 mfululizo, siku 40 mfululizo waswali swala ya jamaa, ikawa wapata takbira ya kwanza pamoja na imam. Takbira ya kwanza ni takbiratul ihram, ile imam akisema Allahu akbar, ile takbira ya kufungia swala, ukawa uko pale pale imam akifunga yake na wewe wafunga yako, ukadumu katika hali hiyo siku 40 vipindi vitano kutoka alfajiri mpaka isha. Sio umeswali katikati alfajiri imepotea, au waswali katikati alasr imepotea, ambazo kwamba ndio swala nzito. Kwa hiyo ukaswali siku 40 bila ya kupoteza takbiratul ula ma'a al-imam siku moja au kipindi kimoja, basi Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam anasema mtu huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwandikia kinga mbili. Kinga ni protector mbili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwandikia. Ya kwanza ni bara'atun minan nar, unakuwa umekingwa na umelindwa na moto wa jahannam, wa iyadhu billahi tabaraka wa Ta'ala, ambayo ndio mada yetu. Na jambo la pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukulinda na nifaq, kwa sababu nifaq vile vile ukiwa nayo hukupeleka motoni. Kwa hiyo wewe kwanza moto wenyewe ushaekewa pingamizi, ushaekewa block na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba huyu fulani ibn fulani, huyu moto haumhusu kabisa, huyu haendi motoni. Jambo la pili, umeandikiwa pingamizi kutokamana na nifaq. Mwenyezi Mungu inshallah tujalie sote tuwe ni waja ambao kwamba tutaandikiwa pingamizi kutokamana na moto wa jahannam, na Mwenyezi Mungu inshallah atulinde na nifaq. Kwa hiyo jambo la pili katika mambo ambayo Muislamu ukiyafanya utapata kuachiliwa huru na moto wa jahannam ndani ya masiku haya ni kudumu na takbiratul ihram pamoja na imam. Sio kudumu na swala, wala sio kudumu na swala ya jamaa, bali ni kudumu na takbiratul ihram. Maana unaweza ukaswali jamaa lakini ukapata takbiratul ihram, imamu ashafunga swala, wewe anza kutawadha pale. Kwa bahati nzuri imamu ameswali swala, amesoma swala ndefu, ile akimaliza wala yakul lahu kufuana hadi imamu akirukuu na wewe waingia mbio
warukuu pamoja na imamu, wewe umepata jamaa, lakini takbiratul ihram pamoja na imamu huipata. Kwa hiyo takbiratul ihram ni ala al-aqali uwe msikitini kwa dakika 5, na Muislamu ni yule ambaye kwamba ikiadhiniwa adhana ya swala awe yuko msikitini. Hizi ni fardhu kubwa ya Muslimun, lakini sisi ndio tunazipuuza. Hilo ni jambo la pili. Jambo la kwanza ni ikhlas, uwe na ikhlas katika mambo yako. Jambo la pili ni kudumu na takbiratul ihram pamoja na imam. Jambo la tatu, Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam asema lan yalija an-nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, hataingia motoni mtu yote ambaye kwamba ataswali kabla ya kuchomoza jua na ataswali kabla ya kutwa jua. Ishara an salati al-fajr wa salat al-asr. Asema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam hatoingia motoni, na maana wewe ushafanyiwa al-'itq minan nar, ushaachiliwa huru kutokana na moto wa jahannam. Hutoingia motoni. Muislamu yoyote hatoingia motoni. Muislamu gani? Ahadun salla qabla tulu'i shams, yoyote ambaye kwamba ataswali kabla ya kuchomoza jua. Maana yake ni salatul fajr ndio inaswaliwa kabla ya kuchomoza jua, wa salla qabla ghurubi shams, na Muislamu ambaye kwamba anaswali kabla ya kutwa jua. Hizi swala mbili ya Muslimun hatuna haja ya kuelezwa, sisi kila mmoja anazijua kwamba ni swala mbili ambazo kwamba ni nzito. Kwa baadhi ya riwayat swala nzito kwa munafiqun ni salatul fajr wa salat al-asr, na kwa riwaya nyingine ni salatul fajr na salatul isha. Shahid katika asbab ambazo kwamba humfanya Muislamu aachiliwe na moto wa jahannam katika masiku yote kwa jumla, na hasa ndani ya masiku 10 haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ya mwisho, ni kuswali salatul fajr na kuswali salatul asr. Usije ukasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amjaze kheri imamu, mimi nilikuwa sijui, kila siku najitaabisha, dhuhuri naenda kuziswali, isha na maghrib ndio kuziswali. Kumbe kuachiliwa na moto ni kuswali alfajiri na kuswali alasr peke yake. Basi kutoka leo usiswali swala zingine. Wewe ni jahil tena murakkab, wewe ni bangamma kule Swahilini wanasema. Hiyo ni ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifadhilisha swala ya alfajiri na swala ya alasr, wala si kwamba eti swala ni hizo mbili peke yake. La, swala zote ukiziswali, katika hadithi nyingine itakuja kwamba mwenye kuswali swala zote pia ni katika sababu za kuachiliwa na moto wa jahannam. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam anasema Ramadhan ila Ramadhan wa aljum'atu ila aljum'ah wa salatu almafruḍa ila salati almafruḍa mukaffiratu ma bainahunna idha ijtunibat alkaba'ir, mukaffiratu ma bainahunna idha ijtunibat alkaba'ir. Hizo tulizozitaja, Ramadhani mpaka Ramadhani, Jumaa mpaka Jumaa, swala mpaka swala, hizo ni zenye kufuta madhambi ya mtu wakati mtu atakapokuwa anaepukana na madhambi makubwa. Mwenyezi Mungu asijalie tushikamane nazo. Shahid katika asbabu za kumfanya mtu aachiliwe huru na moto wa jahannam ni kushikamana na swala ya alfajiri, yani uwe na bidii swala ya alfajiri kwa namna yote usikose, na salatu al-asr kwa namna yote usikose. Wengi katika swala hizi mbili huwa wamelala, wengine wale wa alfajiri wamelala tangu usiku, ni vigumu kuamka alfajiri, na wengine wana tabia ya kailula baada ya dhuhuri, akilala saa 8 yeye mpaka saa 2 za usiku. Tusiwe katika hali kama hii. Mwenyezi Mungu atuwafikishie inshallah. Wakati ni mdogo, hatuwezi kusherehe sana. Jambo lingine katika mambo ambayo kwamba yamfanya Muislamu aachiliwe huru kutokana na moto wa jahannam, Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam anasema man salla 4 qabla adh-dhuhri wa 4 ba'dahu harrama Allahu alayhi an-nar, au kama qala alayhi salatu wasallam, mwenye kuswali raka 4 kabla ya salatu adh-dhuhri na akaswali raka 4 baada ya salatu adh-dhuhr, Mwenyezi Mungu haramisha nyele zake na damu yake na mifupa yake na nyama yake kutokamana na moto wa jahannam. Raka 4 hizi za kablia za dhuhuri na raka 4 za baadia ya dhuhuri, hizi ni kablia na baadia za kipekee. Alfajr inao kablia, alasri inao kablia, maghrib inao baadia, isha inao kablia na baadia, wa hakadha, zote ziko nazo. Lakini tunapotaja au Bwana Mtume alayhi salatu wasallam anapotaja kitu fulani, ni ishara ya kwamba hichi kitu ni hadithi ya kufadhilisha hasa, yani ni hadithi ambayo kwamba inazungumzia kuhusu swala hii hasa. Kwa hiyo katika mambo ambayo kwamba uyafanye ili uachiliwe na moto wa jahannam katika masiku haya, ni ukazane katika masiku 10 haya yaliyobakia. Kama ulikuwa waswali raka 2 za kabla ya dhuhuri kisha waswali 2 za kabla ya dhuhuri, fadiha, kwa hiyo uko katika khairi, na hizo ni katika muakkadat. Salatu rawatib ziko sampuli mbili, kuna zile ambazo kwamba ni muakkada na zile ambazo kwamba si muakkada. Zilizosisitizwa, zilizokuwa ni muakkada ni zile ambazo Bwana Mtume alayhi salatu wasallam hakuziacha kabisa katu,
akiwa safari ama akiwa katika mji wake, hakuziacha kabisa.